Sawa, watu wake. Hapa andiko watu wake. Hapa imesema Mike. Nitoa andiko watu wake mpe msomaji. Mwalimu, Mathayo 1:21. Mathayo 1:21. Mathayo 1:21. Yesu hakuna mahala ya watu wote. Taifa shidi. Aya inasema hivi. Ndio. Na atazaa mwana. Naye atazaa mwana. Na utamuita jina lake Yesu. Nawe utamuita huyo mtoto jina lake Yesu. Kwa nini? Maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake. Atakayewaokoa watu wake. Na nini? Na dhambi zao. Mpe. Kwa hivyo Yesu anaokoa watu. Wewe mkale. Hiyo ni kanisa ya Baba pia. Maana ukianzia hapa Kabarnet, Marigat, kila mahala huko unakuta kwamba kanisa ni AIC. Maana Baba aliyekuwa rais wa Kenya alikuwa AIC. Sasa ndugu yangu nakwambia hama na mapema, maana Yesu hakuwa AIC. Mpewe Mike. 12:25 Yohana. 12:25 Yohana. Ni nageni kufuata Uislamu mukahe muno. Utire dini yake Ngai aretikira tigagia dini ya Uislamu. Nio njira ya ma, njira ya Ngai acagurite. Ndio Uislamu. Fuateni Uislamu bwana. Tunamka shiri. Yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza. Yeye anaipenda hebu mpe Mike. Ukipenda nafsi yako utafanya nini? Utaiangamiza. Usipende sana nafsi, nafsi itakuongoza katika njia mbaya. Mpe Mike. Inasema yeye apendaye nafsi yake ataiangamiza. Ndio. Naye aichukiaye nafsi yake atafanya nini? Katika ulimwengu huu ataisalimisha hata uzima wa milele. Mpe. Inafaa usalimishe nini? Nafsi yako. Ili upate uzima wa nini? Unajua nini maana ya kusalimisha? Haujui. Hapo ikosi African Bible. Mwangalilie neno chini ya neno Uislamu. Kumbe ukipenda nafsi yako utaiangamiza. Ukichukua nafsi yako, yaani ukichukia nafsi yako utaisilimisha ama utaisalimisha. Nini maana ama tafsiri ya kusalimisha? Inasema hivi mwalimu. Ndio. Haya, Uislamu chini ya neno Uislamu. Chini ya neno Uislamu. Uislamu. Ndio. Neno la Kiarabu. La Kiarabu linalomaanisha kujisalimisha. Kwa nini? Kwa mapenzi ya Mungu. Mpe. Hiyo Biblia inasema Uislamu ni neno la Kiarabu linalomaanisha nini? Kujisalimisha. Kwa hivyo ukijisalimisha unakuwa nani? Muislamu. Na Yesu amesema ukichukia nafsi yako utafanya nini? Kujisalimisha. Mpaka uzima wa nini? Milele. Kwa hivyo Yesu anataka uwe nani? Muislamu. Na kwa nini sasa wewe unakataa? Yesu anataka wewe uwe Daniel, uwe Muislamu. Kanisani usiende. Yesu hakuwahi kuingia kanisa. Wale wakati wa Yesu hakukuwa na jengo linaitwa kanisa. Makanisa yamekuja juzi tu. Wakati mlianza kuimba kanisa litajengwa na kina nani? Iyo. Kanisa litajengwa na kina mama. Wamama wakajenga nini? Unaona hatari? Zikajengwa nyingi, lakini wakati wa Yesu hakuna nini? Hakuna. 11:25 kitabu cha Matendo ya Mitume. Hakukuwa na kitu kama kanisa. Kanisa la kwanza linaitwa St. Peter. Liko huko Italy. Kisha kanisa lenyewe ni kanisa na ni makaburi. Mapopu wote wanaokufa wanazikwa pale. Yaani mnafanya ibada makaburini. Hauoni hatari hiyo? Teremka shiri. Kisha katoka kaenda Tarso kumtafuta Sauli. Huyu ni Barnaba. Alitoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Sauli ndiye yule ambaye aliokoka
ambao unasikia Wakikuyu wakisema Paulo atekeire kanitha wa Filipi rĩrĩa ohetwo nĩ ũndũ wa ũhoro wa ma na nĩ ũhoro wa ma kũhunjio. Na nyinyi mnasema Paulo na Sila waliomba milango ya gereza ikafungua. Huyu Paulo alipokwisha kumuona hata alipokwisha kumuona, alipokwisha kuonekana, akamleta Antiokia. Paulo na Barnaba walikwenda mpaka mji unaoitwa Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima, ikawa Paulo na Barnaba walikutanika Antiokia muda wa mwaka mzima, wakakusanyika pamoja na kanisa, ndio, na kuwafundisha watu wengi. Antiokia usahau sio kwa kina Yesu. Yesu ametoka Israeli. Yesu anatoka kwa kina Elon Shelon. Hakuna kanisa. Wewe unafikiria kuna kanisa ya Israeli mpaka saa hii? Hakuna. Imepelekwa ni nani huko? Wayahudi sio Wakristo ndugu yangu. Hakuna Myahudi Mkristo. Waisraeli sio Wakristo. Israeli kuna misikiti na matempo ya Kiyahudi. Teremka chini. Na watu wanafunzi ndio waliitwa Wakristo, na wanafunzi waliitwa Wakristo. Kwanza hapo Antiokia. Kumbe hata Wakristo wanakuwa Wakristo. Kwanza huko wapi? Antiokia. Yesu alienda Antiokia. Yesu aliwahi kufika Antiokia? Sijui. Hajawahi fika, maana hata anapiga marufuku 15 Mathayo. Alafu mimi nashangaa. Unasema wewe ni Mkristo unampenda Yesu. Yesu hata hajui Mkale. Hana habari. Hata Kikale Yesu hajui. Kikuyu hajui. Anajua Waislamu. Yesu nitakuonesha anajua sana. Thenashara, yani thenashara lugha ya Kiarabu, maana yake 12. Yesu aliwatuma akawaagiza akisema, ati unasema dunia hawa kina wadwa. Unasikia anasema Israeli osedojo dala wadaraki Yesu. Wewe unaenda kwa Yesu, wewe unafikiria kwa Yesu ni Kisumu? Unafikiria nyumbani kwa Yesu ni Kisumu? Yesu hajui Mjaruo, hajui Mkikuyu, hajui Mkamba, hajui Mkenya yoyote. Na ukikangania Yesu unakuwa chips. Hakuwa anajua kama hata hajui kama kuna mtu anaitwa Daniel anasema Yesu ni wake. Hana habari. Na likimaandiko ni ukweli. Unajua afadhali uambie ukweli hata kama unaumiza roho. Wacha tukuambie tu. Teremka chini. Hao thenashara Yesu aliwaagiza, hao 12 Yesu aliwaagiza akisema, katika njia mataifa msiende. Yesu anawaambia msijaribu kwenda huko Bomet, Sotiki msifike, Eldoret msifike, katika njia ya mataifa msiende. Teremka chini. Wala katika mji wote wa Samaria msiingie. Wewe msijaribu kwenda kwa Wajaruo, msijaribu kwenda kwa Wakikuyu. Yesu anapiga marufuku. Teremka chini. Afadhali shikeni njia. Yesu anasema afadhali shikeni njia kuendea kondoo waliopotea, kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Rono, unasikia Yesu amekurusha nje. Yaani siku zote wewe unamtetea Yesu, unampigania Yesu, unasema Yesu ni wako. Leo amesema wanafunzi msijaribu kwenda kwa kina Daniel. Mkae wapi? Sasa uone Yesu amekurusha nje. Ndugu yangu, Yesu amekuweka kando. Umeniuliza kama Yesu anatambua Waislamu, si ndio? Ndio. 4:16 Luka. Tena sana. 4:16 Luka. Hebu nione Waislamu wangapi wamefika jioni ya leo. Bwana Yesu kimbilio langu shetani. Hebu nione Wakristo wangapi wanaompenda Yesu, wangapi? Kupe mpo. Wasema barikiweni sana. Naona wako wengi pande hiyo. Pande hiyo ni wangapi Wakristo? Hebu njoo. Watu wakuja kidogo. Njoo. Kuja kidogo unisalimie bana. Huyo mama. Njoo, mama wa Yesu njoo.
Usiende na Daniel. Usiondoke kwanza, usiondoke. Kaa tu hapa mzee. Kaa tu. Kaa. Aha. Hebu msomee kwanza hiyo ile 16 alafu wewe mwenye nini dereva wa duvi. Tumuone kidogo. Akaenda Nazareti. Akaenda Nazareti. Bwana Yesu mkombozi akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Na ni hapo Nazareti Bwana Yesu alipolelewa. Na siku ya Sabato. Na siku ya Sabato Bwana Yesu akaingia katika sinagogi. Akaingia katika sinagogi. Kama ilivyokuwa desturi yake. Mpe maiki. Umeona hiyo? Wewe. Ndio. Kumbe Yesu hakuingia mahala panaitwa kanisa. Aliingia mahala panaitwa nini? Akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Ndio. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Mpe maiki. Kumbe Yesu alikuwa anaingia nyumba inaitwa nini? Sinagogi. Unaijua sinagogi? Sijui. Haujui. Muoneshe nyumba hiyo Biblia, sijakuja nayo, sikuandika, imeandikwa na wazee wa zamani walioongozwa na Roho wa Mungu. Sinagogi maana yake ndio msikiti wa Wayahudi. Wewe naomba maji. Sinagogi maana yake msikiti wa Wayahudi. Kumbe sio nini? Kanisani. Kwa hivyo Yesu anajua watu wa nini? Wote. Watu wa wapi? Usiseme wote na hautaweza. Maana nikikuuliza wapi Yesu anajua Wakristo, unaweza nionyesha? Hebu patia huyo muungwana amekuja. Tunaomba maji ya kunywa. Ndugu yangu, si jambo. Mimi naitwa Yusuf, wewe unaitwa nani? Naitwa Joshua. Unaitwa Joshua. Joshua Muislamu? Mkristo bila shaka. Mkristo bila shaka. Naona umechangamka. Umekuja kusilimu ama uko na swali? Nimekuja kuuliza swali. Rejelea swali lako. Hapo penye umesema ya kwamba wote ambao wanafuata Kristo Yesu Kristo bila shaka umesema karash kwamba wanaingia jikoni kula chips. Hapana, nimesema hivi. Umesema hivyo ndio nimekuja. Subiri kwanza. Hiyo ndio imenileta. Hukunielewa. Nimesema hivi, kama wewe sio Myahudi na unamng'ang'anisia Yesu hakujui utakuwa chips. Lakini Wayahudi wanaofuata Yesu watapata uzima wa milele. Wewe ni Myahudi? Mimi? Ndio. Hapana, mimi ni Kikuyu Karenga. Nyumba yangu upi? Unamfuata Yesu? Mimi? Ndio. Simfuati na muamini. Mpe. Chukua maiki msomaji. Unamwamini? Mpe maiki. Sisi Waislamu hatufuati Yesu bali tunamwamini Yesu. Wakufuatwa ni Muhammad. Maana Yesu tunamwamini vipi? 61:6 Qur'ani. Mitume wote tunawaamini, lakini mtume wa kufuata ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna mahali ya Qur'ani Mungu ametuambia tufuate Yesu, tufuate Musa, tufuate Daudi. Ametuambia tuamini Yesu, tuamini Musa, tuamini Daudi, tuamini Ibrahimu, lakini kufuata tufuate Muhammad. Sawa maandiko. Na wakumbushe aliposema Nabii Isa bin Maryam kuambia Mayahudi. Wakumbushe aliposema Nabii Yesu mwana wa Maryam kuambia Mayahudi, enyi wana wa Israeli, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu, nisadikishaye yaliyokuwa kabla yangu katika Taurati na kutoa habari njema ya mtume atakayejia nyuma yangu, ambaye jina lake litakuwa Ahmad Muhammad. Kwa hivyo Yesu tunamwamini kama mtume kwa Waisraeli, lakini kufuata tunafuata Muhammad. Unafuata Muhammad? Na Wakristo wanafuata nani? Sasa wewe si ndio Mkristo? Wewe ndio utatuambia mnafuata nani? Kwa hivyo mimi nimekuambia kwa mujibu wetu sisi Waislamu. Sawa. Kwa mujibu wa Uislamu. Wewe kama Mkristo unafuata nani? Kama Mkristo? Nafuata nani?
14:6 Yohana. Haya. Ukithibitisha wewe Mkristo unafuata fulani, sijui itabidi hata mimi nije nifuate na mimi huko. Yohana ipo 14:6 inasema ati ala, nimeuliza wewe Mkristo anafuata nani? Hiyo itoke udhibitisho hapo. Akamwambia nasema mimi. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Hilo andiko alijasema Wakristo wanafuata Yesu. Andiko limesema Yesu ndiye njia, ukweli na uzima. Kweli rongo? Yesu. Hapo imesema Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Ni kweli ama rongo? 14:1. Na uliza hii andiko. Ndio hiyo 14:1 tunaanza hapo. Wewe umeanza 6. So tunaanza 1. Tuanze 1 twende mpaka 6. Sawa. Ndio tunajua sasa kama ni kweli rongo. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Ndio. Kama sivyo ningeliwaambia. Ndio. Maana naenda kuandalia mahali. Point iko hapa. Hao ambao Yesu aliwaambia mimi ndimi njia, ukweli na uzima, Yesu aliwaahidi kwamba anaenda kuandalia nini? Uzima wa milele. Anaenda kuandalia nini? Mahali. So ambao Yesu ni njia kwao, Yesu tayari amewaandalia nini? Anasema nyumbani kwa Baba yangu kuandalia mahali, jameni. Sawa. Alafu hapo ndio kuna swali. Hapo subiri kwanza. Unakimbia kabla hujaambiwa ukimbie. Yesu anasema nyumbani mwa Baba yake mna makao mengi. Sio kwamba kwa Mungu ati kunakaa kama hii njia ya Marsabit Bobisa, maana kunakaa mawe tupu. Makao ni mingi. Kama sivyo, Yesu anasema ningeliwaambia, maana mimi naenda kuwaandalia mahala. Sasa hii tujue kama Yesu ni njia kwa kina nani, lazima kwanza tuulize, hii sehemu uliyoenda kuandaa, umeandaa kwa ajili ya kina nani? Mpewe maiki. Nakupa elimu hujawahi soma. 21:9 Ufunuo Yohana. 21:9 Ufunuo Yohana. Alafu sasa tukitoka hapo unipe andiko moja Mkristo anafuata Yesu. Maana ile andiko alikutaja Mkristo. Andiko lilisema mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Na katika hao watu ni wale walioenda kuandalia mahali. Hao walioenda kuandalia makao ni kina nani? Ili tujue kama wewe upo kama Mkenya. Akaja mmoja wale malaika 7. Akaja mmoja wale malaika 7 waliokuwa na vile vitasa 7, waliokuwa na zile vitasa 7 vilivyojaa yale mapigo 7 ya mwisho, zilizokuwa zimejaa yale mapigo 7 ya mwisho wa dunia. Na akanena nami akisema, njoo huku nami nitakuonyesha yule bibi harusi, mke wa mwana kondoo. Ndio. Akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu. Akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu. Akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu. Akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu. Tayari Yesu ametengeneza Yerusalemu mpya. Alienda anamuonesha Yohana wa Zebedayo akiwa katika kisiwa kinachoitwa Patmo. Anamuonesha mji wenyewe ndio huu tumeuandaa. Ukishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. Ndio unasikiaga wengine wanasema Yerusalemu tero nerokatwe harageri. Wanasema Yerusalemu mpya inashuka, wajitayarisha. Hakuna Mkikuyu wala Mkamba wala Mjaruo wala Mkenya anaingia hiyo Yerusalemu mpya. Yote Yesu anawatupa nje. Teremka shiri. Wenye utukufu mkubwa. Ule mji wa Yerusalemu ulikuwa na utukufu mpya. Na mwangaza wake ulikuwa mfano wa kito chenye thamani nyingi, kama kito cha yaspi safi, kama bilauri. Ndio. Ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu. Yesu aliweka ukuta. Anajua kuna kama wewe dereva wa nduthi, wewe ni matata, unaweza padilia huko ukaingia. Yesu ameweka
fensi kubwa mpaka juu. Pelekwa chini. wenye milango 12, akaweka milango 12, na katika ile milango 12 malaika 12, akaweka security malaika 12, na majina yameandikwa. na majina. Angalia ule mji hauwezi kuingia bila Yesu pale. Majina yameandikwa ambayo ni majina ya kabila 12 za wapi? Za Waisraeli. Kwa hivyo Yesu ni njia kwa kabila 12 za wapi? Za Waisraeli. Wapi Yesu ni njia kwako? Mpe. Sasa ndugu yangu, hii maneno ya kusema ndudhi imeingilia na wapi? Suniite tu Joshua bwana. Unaitwa? Suniite tu Joshua. Samahani. Sasa unasema ndudhi iko kwa Biblia ndudhi? Samahani, na niwie radhi. Mimi mwanadamu. Niite Joshua. Sawa, nimekuelewa. Hiyo kitabu cha Yohana 14 hiyo tumeangalia. Ya kwamba Yesu anasema msifadhaika mioyoni mwenu, Ndio. mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Ndio. Nyumbani mababa yangu mna makao mengi. Ndio. Sawa? Kama sivyo ningaliwaambia. Ndio. Kwa hivyo kuna makao mengi kwa watu wote. Lakini Yesu ameenda kuangalia watu wake, sawa? Watu wake Ambao toa andiko watu wake. Juu hapa imesema Mike, nitoa andiko watu wake. Mpe msomaji. Mwalimu, Mathayo 1:21. Mathayo 1:21. Mathayo 1:21. Yesu hakuna mahala ya watu wote. Teka chini. Aya inasema hivi. Ndio. Na atazaa mwana. Naye atazaa mwana. Na utamuita jina lake Yesu. Nawe utamuita huyo mtoto jina lake Yesu. Kwa nini? Maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake. Atakayewaokoa watu wake. Na nini? Na dhambi zao. Mpe. Kwa hivyo Yesu anaokoa watu na dhambi zake. Dhambi zao. Watu wake na dhambi. Kwa hivyo sio watu. Ngoja, twende pole pole. Hapo kuna watu ambao wanatajwa hapo. Watu wake, si ndio? Unaona? Ya kwamba watu wake, hebu wacha tusome hapa hivi. Alafu nikuuliza swali hapa. Inasema hivi, moja. Naye atazaa mwana. Ndio. Nawe utamuita jina lake Yesu. Kwa nini? Maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Kweli. Kwa hivyo kuna watu ambao ni watu wa Yesu wako na dhambi zao. Uko na dhambi? Mpe hiyo Mike. Msomaji. Watu wake na dhambi zao kina nani? Nimeuliza. Waislamu mna dhambi? Mpe hiyo Mike. Mpe sawa, najibu. 7:20 Mhubiri. 7:20 Mhubiri. Inasema hivi. 7:20 Mhubiri. 7:20. Ndio. Kitabu cha Mhubiri. Inasema nini? Bila shaka hakuna mwanadamu mwenye haki hapa duniani ambaye afanya mema, ndio asifanye dhambi. So hakuna mwanadamu ambaye anafanya mema asifanye nini? Asifanye dhambi. So kila mwanadamu ana nini? Wote wana dhambi. Safi. Muislamu ni mwanadamu, si mwanadamu? Mwanadamu. Ndivyo hivyo. Ndio Yesu amekuja kuokoa watu. Hapana, Yesu anaokoa watu wake. Na nini? Na dhambi zao. Ndio. Hao watu wake kina nani? Mpe huyo Mike. Ngoja. Tuone kama wewe uko ndani. Twende pole pole ndugu yangu. Sawa. Twende pole pole tu. Pole pole. Lakini umewepa andiko hiyo Yohana 14 sijui inakwaje? Sijaepa, ndio nimekutegeza pale. Nimekuja kwa dhambi. Mimi nimekuja kwa Yesu ni njia kwa watu wake, sio wote. Ambao watu wake anawaokoa na dhambi zao, na watu wa Yesu na dhambi zao ni hawa. Mpe 5:31 Matendo. 5:31 Matendo ya Mitume. Ndio. Inasema hivi. 5:31. 5:31 Matendo ya Mitume. Mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume. Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume. Awe mkuu na mwokozi. Awape Israeli toba na msamaha wa dhambi. Kwa hivyo Mungu amemtukuza Yesu. Awe mkuu, awape Waisraeli toba na msamaha wa nini? Wa dhambi. Kwa hivyo Yesu watu wake ambao wanaokoa na dhambi zao ni kina nani?
Hapo imesema Waisraeli. Ndio nakwambia achana na Yesu. Yesu akufai wewe. Pole pole, twende pole pole. Ndio. Hapo tumeshapata kwamba Yesu ni mwoko kwa Waisraeli. Mwokozi kwa Waisraeli. Ni Israeli peke yake? Ni pale sina ile Mathayo. Sawa. Anasema leo ni kwa Israeli peke yake. Nilikuwa na ngoja hapo ni kulima na nyundo, sawa. Sasa na wewe kama unangojea hapo nilime na nyundo, twende 13:23 kitabu cha Matendo ya Mitume. Anasema Mathayo. Mathayo yake hiyo. Nimesema Matendo ya Mitume 13:23. 13. Nataka kuweka kondoo wengine nao. Hapo na mimi nitakulima. Mimi hapo kwa kulima ndio mwenyewe sasa. Tena utalima vizuri na jembe. Alafu naona ndugu na Biblia. Karibu sana kwa mkutano bwana ndugu yangu. Welcome. Tusikieni huru, karibuni sana. Leo anapotikisa yuko hapa kwa ajili yenu. Amewapenda, amewaletea dini hapa. Katika uzao wake mtu huyo ni mzee wa jadi. Ni mzee wetu anaitwa Abubakar Kipkoeshi. Anapotikisa. Sisi kwake ni vijana tu. Soma. Katika uzao wake mtu huyo, katika uzao wa Daudi, Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Mungu amewaletea kina nani? Waisraeli mwokozi. Nani? Yaani Yesu kama alivyoahidi. Kumbe Mungu amewaletea Israeli nini? Mwokozi. Ambaye yule mwokozi wa Israeli ni nani? Hapo imesema Yesu. Ndivyo wewe unataka awe kwangu kwa nini na ni wa Israeli? Awe kwako. 49:6 kitabu cha Isaya. 46. Dakika ya mwisho wamepata andiko moja. 46:9 Isaya. Isaya 46:9 ameanza kutubitu hapa. Kumbukeni mambo ya zamani za kale. 9. 49:6. Inasema naam. Ndio. Asema hivi. Neno dogo sana wewe kuwa mtumishi wangu. Ndio. Ili kuziinua kabila za Yakobo. Na kuwarejeza watu wa Israeli. Ndio. Waliohifadhiwa. Zaidi ya hayo, ninakutoa uwe nuru ya mataifa. Upate kuwa wokovu wangu hata miisho ya dunia. Swali ndugu yangu. Huyo ambaye ni nuru ya mataifa na wokovu wa Mungu mpaka mwisho wa dunia ni nani? Sijui. Haujui? Rudia andiko. Haijataja yoyote hapo. Huo ni utabiri. Huu ni utabiri. Anatabiriwa nani huyo? Bibi sijui paka uoneshe mahala umetibia kwa fulani. Sijui nani huyo. Mimi nakuuliza. Sijui. Hujui aje? Kama sijui sasa nitakwambiaje najua na sijui. Ndio ametoa andiko. Wewe umetoa wewe ina maana unajua. Mwanafunzi ametoa andiko anauliza swali. Na mimi nimekuambia hilo swali. Ukiniuliza nani huyo mimi simjui. Sawa. Swali lingine. Uliza. Umesema ya kwamba Abubakar unajibu ile swali. Sawa. Ndio. Atajibu baadaye. Swali. Umesema ya kwamba Mtume Muhammad ni nabii katika ulimwengu mzima. Ndio. Ametabiriwa wapi ndani ya Biblia tuangalie? Ustadh Abubakar Kipkoeshi anatuingiza. Joe mpe anauliza Muhammad ametabiriwa wapi katika Biblia? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpatie Joshua. Bwana Joshua. Naam. Amani ya Mungu iwe nawe. Nawe pia. Asante. Unataka utabiri wa Muhammad kwenye Biblia atajwe kwa jina ama atabiriwe kutokana na sehemu ambayo kwamba atazaliwa? Atajwe kwa jina na atabiriwe. Atabiriwe. Jambo la kwanza, utabiri huhitaji jina. Utabiri inatoa bishara ya karibu na yule mtu atakayekuja. Sawa, nipatie andiko basi. Mpatie huyo. 21:13 Isaya. 21:13 Isaya. Ufunuo. Hebu muoneshe, unajua huyo bwana ni msabato. Na wasabato kawaida toka waangalie maandiko. Alafu usikasirike kitu sabato. Ndio jina lako. Ufunuo. Ndio.
juu ya Arabuni. Maliza. Ndani ya mto wa Arabuni mtalala. Enyi misafara ya Wadedeni. Mpatie. Joshua. Sasa ndugu yangu tena unasema Sabato na mimi naitwa Joshua. Unasema hivi, mbona ukijiita Muislamu sio ni ubaya? Wewe nikipita Msabato mbona unaona vibaya ndugu yangu? Kama matusi umeanza? Msabato ni matusi. Sasa sawa, andiko imesomwa. Ushaanza kuwa mwoga. Isaya, andiko imesomwa. Ni nani huyo? Huyo. Inasema Ufunuo juu ya wapi? Hapo imesema Ufunuo juu ya Arabuni. Arabuni. Wewe katika historia Yesu ametoka wapi? Mimi ndiye nimeuliza Ninauliza. Unitolea. Subiri, nisikize. Yesu ametoka wapi? Yesu ametoka wapi? Nikupea andiko penye ametoka. Yesu ametoka Israeli, kweli si kweli? Yesu ametoka Israeli. Bwana unakuwa mgumu. Yesu ametoka Israeli. Asante. Lakini swali subiri nakuja sasa. Sawa. Muhammad naye ametoka wapi? Niambie. Arabuni. Ama hujui? Sawa. Muhammad si Mganda wala Muhammad si Mtanzania. Ametoka Arabuni. Ametoka Arabuni. Sasa Biblia inasema hivi. Swali langu. Subiri nakuja. Ufunuo huo inapewa nani? Ufunuo huo inapewa nabii au inapewa mtu yoyote tu? Ufunuo mwenye kufunua ni nani kwanza? Mwenye kufunua ni Mungu, anafunulia nani? Umesema ufunuo umetoka Arabuni. Nasema ufunuo umetoka kwa Mungu. Hapo ufunuo umetoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hivyo Mungu anasema ufunuo utakaotoka wapi? Hapo imesema Arabuni. Arabuni. Na Muhammad ametoka wapi? Ametoka Arabuni huko. Very good. Kwa hivyo Biblia inatabiri habari ya Muhammad atatoka wapi? Hapo imetaja Muhammad. Kwani mimi nimeuliza swali. Wapi andiko ndani ya Biblia? Ndio. Muhammad ametabiriwa ndani ya Biblia kuwa ni nabii ulimwengu mzima. Tulia, nakuja sasa hivi. Nakuja. Swali rahisi tu. Hata yeye ndio anasema hivi. Wewe kidogo ujielewe, nauliza hivi. Katika Agano la Kale, kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Malaki, kuna jina Yesu? Hamna. Pia vile vile kwenye Biblia kuna jina la Muhammad, lakini kuna utabiri wa Muhammad ndani yake. Kwa hivyo Agano la Kale hamna jina la Yesu, lakini Agano Jipya liko. Hata vile Biblia. Twende pole pole. Katika Agano Jipya ndio Yesu sasa anajulikana pale. Lakini Agano la Kale ajulikana, lakini tutajua sifa zake. Very good. Kwa mfano, sijakataa, nasema hivi, sifa za Yesu amesifiwa katika kitabu gani? Agano la Kale. Asante. Ametabiriwa kwa jina au kwa sifa? Hapo kwa sifa, jina imejulikana katika Agano Jipya. Hata Muhammad vile vile kwa vitabu vya kale ametabiriwa, lakini jina liko katika kitabu cha Qur'ani. Nipe ingine ndio ushahidi wa amekubali huyo. Waislamu takibiri. Waislamu takibiri. Yaani huyo bwana kashakubali. Sasa anataka nyingine. Anataka nyingine. Waefeso 1:13. Waefeso 1:13. Hebu Waislamu tunaosha mkono inshallah. Waislamu, barakallahu fikum wa jazakallahu khair inshallah. Naona watu wazee kufahamu. Au unasemaje mzee Musa? Wanafahamu anataka lingine. Teremka. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli. Habari njema ya wokovu wenu. Habari njema ya wokovu wenu. Maliza. Tena mmekwisha kumwamini yeye. Ndio. Na kutiwa muhuri na roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Maliza. Ndiye aliye Arabuni mpe ya urithi wetu. Kumbe huyo mtakatifu yuko wapi? Ndugu yangu kidogo tu. Hapo umetoa Agano Jipya. Na mimi nimeuliza utoe katika Agano la pale. Agano la Kale inakuja igatimia katika Agano Jipya, sawa? Wewe umekuja umetoa Agano Jipya. Sasa takuelewaje bwana? Nasema hivi, wewe umetaka utabiri wa Muhammad kwenye kitabu gani? Ndani ya Biblia itoka kwa Agano la Kale, tujue kama imedhibitisha katika Agano Jipya. Sasa subiri, Muhammad hawezi kudhibitika katika Agano Jipya kwa maana Agano Jipya likiwepo Muhammad hajazaliwa. Sasa subiri ngoja kidogo. Hapa hajazaliwa. Na hapa mbona umesoma Efeso? Utabiri. Rudia tena sikio hiyo. Waislamu takibiri. Yaani wewe utanifahamu, hauna habari.
1:13. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli. Maliza. Mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema ya wokovu wenu. Ndiyo. Tena mmekwisha kumwamini yeye. Na kutiwa muhuri na roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Ndiye aliye Arabuni ya urithi wetu. Kwa hivyo kwanza kabisa Muhammad kazaliwa Arabuni. Usimpe maiki kwanza. Muhammad kuzaliwa Arabuni. Mwenyezi Mungu anasemaje? 42:7 Qur'ani, alafu nimuoneshe Muhammad alete swali lingine. 42:7 Qur'ani. Ndiyo. Inasema hivi. Bismillahirrahmanirrahim. Ndiyo. 42:7 inasema na namna hii. Na namna hivi tumekufunulia Qur'ani kwa Kiarabu. Namna hivi wewe Muhammad tumekufunulia ufunuo katika lugha ya Kiarabu. Maliza. Kuwaonya watu wa Makka na walio katika nchi za pembeni mwake. Maliza. Nao ni ulimwengu mzima. Kumbe Muhammad ujumbe wake ni katika ulimwengu mzima. 758 Qur'ani. 758. Inasema. Ndiyo. Bismillahirrahmanirrahim. Ndiyo. 758. Mami ujambo? Mami nakusalimia wewe tu mama. Habari? Ananiona kweli? Wacha nirudi nyuma kidogo. Habari mami? Najua nilikuona pale ukasongea nimeona umeketi na mimi nina hamu ya kukusalimia. Kuna mgeni kutoka kwenu kule Moranga. Anaitwa Yusufu wa Mbogo. Sije tusalimiane kidogo mami, tujuane. Naomba kusalimia tu. Alafu naomba kiti ya plastiki, kiti nzuri ya maana pale kwa ajili ya mama. Njoo na mzigo wako hapa Nakuru. Njoo na mzigo Njoo na mzigo. Kiti moja ya plastiki nzuri. Njoo hapa kidogo dakika moja. Kiti hapa. Nani nakufukuza? Saidi songea hivi Saidi. Songea katikati. Usiende kuna kiti zingine. Oka na wewe kwa mami. Kuja tu. Asante. Ubarikiwe. Dakika moja tu alafu naenda tu zako. Keti hapa dakika moja. Yaani ile gari mwelewa kila kitu hatari. Mwalimu keti hapo. Sema ewe Nabii Muhammad. Ndiyo. Enyi watu, hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Nyinyi nyote. Kwa hivyo Muhammad ni mtume kwa watu wote. Mpatie mama kipaza sauti kidogo. Mami habari? Ndiyo. Mimi naitwa Abubakar Kipkoech Arab Tingisa. Ni Muislamu kama Yesu, Muislamu kama Musa, Muislamu kama Muhammad, Muislamu kama Ibrahim. Na wewe unaitwaje dadangu? Naitwa Rose. Rosemary Nyambura, Rosemary Wanjiko, Rosemary Atieno, au unaitwa nani? Tunga. Unatoka sehemu za Western? Kweli vizuri. Sehemu Western ni kubwa. Unatoka sehemu gani? Vihiga, kule Rwanda wapi? Kutoka Haega. Vizuri. Asante. Nimeona kidogo ni kama kuna jambo ambalo kwamba ulikuwa nalo, kwa maana nimeona umesikiza. Kuna bwana mmoja kwa anamuuliza kitu kidogo, nikaona umesongea kidogo umeketi chini, na sio vyema kutenga kina mama. Huenda kina mama wakawa na mashauri bora ama wakawa na jambo nzuri zaidi kutushinda. Ndio nikasema hebu jamani nimkaribishe mama. Sasa shida ni nini? Hakuna shida. Tunafundishana. Kama tunafundishana. Ndiyo. Ninyi mnapenda Yesu? Sana. Mnapenda Yesu. Kwanza hakuna mtu anapenda Yesu kama Muislamu. Alafu kama unapenda Yesu kabisa. Ndiyo. Kwa nini tusimfuate tu? Unajua kitu kimoja ndio mimi nashangaa, kwa nini wewe unampenda Yesu sana? Ndio nasikia unaona nimekaa. Kwa nini tusimfuate? Ndio mimi nakuuliza na wewe pia. Kwa maana mimi namfuata Yesu, wewe unamfuata Yesu. Wewe unafuata Yesu? Alafu kwa nini ikifika mahali pengine mnaongea vitu zingine mpaka mtu anashindwa? Kama gani? Inaweza fika mahali mseme Yesu hakuzaliwa na Roho Mtakatifu mara hakupaa. Hiyo sasa hiyo mami, sisi kwanza Waislamu wote wanaamini ya kwamba Maria alikuwa na mwanamke bikira. Akapata ujauzito kutokana na neno la Mungu. Mungu alimwambia Mariamu zaa, ukazaa pasina kuingiliwa. Unaona? Kwa hivyo Waislamu wanamwamini Yesu na wanaamini ya kwamba Yesu ni mtume wa Mungu na wanaamini Yesu kazaliwa kwa uwezo wa Mungu. Unaona? Na mwanamke hakuzaliwa na mwanamume yote yule. Bas good.
Unaona? Unakubali Yesu alizaliwa na Roho Mtakatifu? Hebu sikia Qur'an inasema mpe Saidi kidogo naye mvua ndio hiyo. 19:16 Qur'ani, 19:19 Qur'ani, 19 Qur'ani. Inasema hivi, Bismillahirrahmanirrahim. Ndiyo. 19:19. Mvua ndio hiyo. Malaika akasema, ndiyo, hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako ili nikupe mwana mtakatifu. Unaona, mpatie. Malaika anamwambia Mariamu kwenye kitabu cha Qur'ani ya kwamba mimi ni malaika ama mimi ni kiumbe, yani mimi nimetumwa na Mungu ili nikupe mwana mtakatifu. Haya, kati ya Muhammad na Yesu nani mtakatifu? Mwana mtakatifu? Yusufu mimi sijui habari. Kati ya Muhammad na Yesu mimi bwana sielewi mambo. Nani mtakatifu? Manabii wote ni watakatifu. Sio Yesu, sio Muhammad, sio Daudi, sio Ibrahimu. Kulingana na elimu na usomi wa Kiislamu, manabii wote tunawaheshimu na wote tunawaita maasumati, hawatendi dhambi, ni watakatifu. Subiri kwanza. Na zaidi ya hapo, hata mimi hapo unaniona ni mtakatifu. Yusufu 2:21 Luka 2:23. Hata mimi mtakatifu. 23 Luka. Inasema hivi, ndio kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, imeandikwa katika sheria ya Bwana, kila mtoto mwanaume aliyekifungua mimba ya mamaye, ambaye likifungua mimba ya mamaye, na aitwe mtakatifu kwa Bwana. Firstborn wote waitwe nini? Na Bwana ni nani? Bwana ni Mungu. Na pia Bwana, yani hili ni jina la sifa. Bwana ni Mungu, mimi pia ni Bwana, Yesu ni Bwana, Muhammad ni Bwana. Unaona hiyo? Lakini sasa mama, mimi nadhani matatizo yako kidogo, ulikuwa ukiona hao Waislamu wanampiga Yesu, hawana mambo na Yesu, hawataki Yesu. Lakini leo mama, nataka kukufahamisha kwamba hakuna vipenzi za Yesu, hakuna wanaompenda Yesu wakazidi Waislamu. Sikiliza hii andiko moja ya Qur'ani, usikie sifa ya Yesu ndani ya Qur'ani 3:45 Qur'ani. Hiyo ni bonge, ingekuwa ndani ya Biblia ndio mngemwabudu kabisa, mngemfanya Mungu. 3:45 ndio inasema hivi. Inasema nini? Bismillahirrahmanirrahim. Safi. Kumbukeni waliposema malaika. Kumbukeni waliposema malaika. Mariamu. Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume. Mwenyezi Mungu anakupa habari njema Mariam za kuzaa mtoto bila ya mwanaume. Bali kwa kutamko tu. Neno litokalo kwake. Mwenyezi Mungu. La kukwambia zaa. La kukwambia Mariamu zaa. Ukazaa pasina kuingiliwa. Ukazaa bila mwanaume yeyote. Jina lake ni Masihi Isa. Masihi Messiah, anointed one. Masihi Isa, mwana wa Mariamu, mwenye heshima katika dunia, na akhera, na miongoni waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu. Unasikiaje Qur'ani mama? Sasa leo tunaokoka wote, sio? Unaonaje Qur'ani? Unaonaje? Unaonaje? Qur'ani inasema ukweli, haijasema ukweli? Inasema ukweli. Imempa sifa Yesu ambayo anafahamu haijampa. Sasa tunaokoka wote leo. Tulia kwanza, tulia mama, usiende. Nimekuambia sisi Waislamu ni vipenzi za Yesu. Amen. Na sisi Waislamu hatumpigi Yesu, na anayemkataa Yesu anaenda motoni. Kwa sababu sisi Waislamu katika kuna nguzo za Uislamu na nguzo za imani. Katika nguzo moja ya imani ni kuamini manabii wote akiwemo Yesu, 236 Qur'ani. Bila kuamini Yesu uzima hakuna. Hiyo ni nguzo ya imani ya Kiislamu. 236. Alafu sasa wewe tuoneshe wapi wa Kristo mnaamini Yesu. Bado yani itabadilika irudi kwako. Mimi nakueleza sisi Waislamu vile tunapenda Yesu, tunamwamini, Qur'ani imedhibitisha. Wewe ulipe andiko moja tu, wa Kristo wanamwamini Yesu. Wacha wewe hata hawa wachungaji, nasikia wachungaji. Ikitoka moja hiyo tunafunga hii misikiti yote hapa Nakuru.
naifanya kanisa. Teremka chini. Semeni nyinyi Waislamu. Semeni sijui hapa vipi. Teremka chini. Semeni nyinyi Waislamu. Ndio. Waambie Mayahudi. Ndio. Na Manasara. Waambie tumemwamini Mwenyezi Mungu. Ndio. Na yale tuliyoteremshiwa. Ndio. Na yale yaliyoteremshwa kwa Ibrahimu. Ndio. Ismail. Isaka. Ndio. Yakub. Ndio. Na kizazi chake Yakubu. Ndio. Na waliopewa Musa. Na tunaamini Musa pamoja na Taurati. Na Isa ambaye ni Yesu tunamwamini pamoja na Injili. Na pia wale waliopewa manabii wengine kutoka kwa Mola wao. Sisi atafautisha baina yote katika hao wote tunawaamini na sisi tumenyenyekea kwake. Mpe mama, manabii wote tunawaamini, tunanyenyekea kwa Mungu. Wapi andiko moja wa Kristo wanaamini Yesu? Nyinyi ndio mnamkataa Yesu. Nionyeshe andiko moja wa Kristo wanaamini. Ashanyang'anya mama Mike. Usitwe katika jina langu. Riverside. Mpatie hiyo Mike. Unaulizaje? Nasema wewe uko na andiko wa Kristo wanaamini Yesu. Maana mimi nimekuwa Mkristo miaka 18 na niligundua kwamba Wakristo hawampendi Yesu, Wakristo hawaamini Yesu. Kwa sababu niligundua siku zote naenda kanisani, Yesu hakuwahi kufika kanisani hivi. Siku zote navaa suti na tai, Yesu hakuwahi kuvaa suti na tai. Niliona mambo mengi nilikuwa nikifanya kanisani. Mambo mengi katika Ukristo Yesu hajawahi kuwa ndani yake. Ndio nikatoka huko nikahama. Sasa wewe una kitu moja ambayo Wakristo mnafanya Yesu alifanya. Kitu moja tu. Wacha sasa kuamini Yesu. Kitu moja Wakristo mnafanya Yesu alifanya. Mnayo. Na usiseme muujiza maana hata sisi tunafanya. Na kama uamini kama kuna mtu ana pepo aje hapa. Uone vile mtamtoa hapa. Tamtimua hapa. Tamwambia toka in the name of Koech. Utamuona ameanguka chini anarusha miguu juu. Hizo ni sarakasi. Waislamu